Hii ni update kufuatia kesi inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Tundu Antipas Lissu, ambaye anakabiliwa na kesi ya uhaini pamoja na kutoa taarifa za uongo. Hii ni Mseto Media, sehemu sahihi kabisa ya kuchakata taarifa na habari zote zinazotokea kwa ajili yako wewe mfuatiliaji wangu. Sasa, ili usiwe unapitwa na taarifa hizo kuhusu siasa, jamii, burudani na michezo, basi hakikisha umebonyeza maneno mekundu subscribe kisha alama ya kengele itakayokuja. June 16, 2025, kesi ya Lissu ikiwa inaendelea katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam. Mwenyekiti huyo wa Chadema aliiambia na kuitaka mahakama ya hakimu mkazi Kisutu kuwa kuanzia sasa anataka awe anajitetea mwenyewe bila mawakili katika kesi hiyo ya uhaini inayomkabili, mpaka pale atakaposema mawakili wake zaidi ya 30 waendelee kumtetea. Lissu amesema ameamua hayo kutokana na madai ya mawakili wake kutokutendewa haki na kukosa fursa ya kuzungumza naye faragha gerezani ili kupanga mwenendo wa kesi hiyo. Mahakama iliridhia ombi lake na kusema kuanzia sasa hoja zitakuwa zinajibiwa kati ya upande wa mawakili wa jamhuri na mshtakiwa mwenyewe mpaka pale atakaposema vinginevyo. Ambapo sasa mara moja Lissu alianza kujitetea akisoma vifungu vya sheria, kuibua hoja, kujibu na kuwauliza mawakili wa serikali maswali magumu. So, kwa hiyo kuanzia sasa hoja zitakuwa zinajibiwa kati ya upande wa mawakili wa serikali, upande wa jamhuri na mshtakiwa mwenyewe, mpaka pale atakaposema tena vinginevyo kwamba naomba mawakili wangu warudi au warudi huyu na huyu. Lakini kwa sasa mshtakiwa atajitetea mwenyewe kama alivyoomba, ombi lake limekubaliwa na upande wa utetezi wameridhia hivyo. Kwa hiyo kuanzia sasa ni mawakili wa serikali dhidi ya mshtakiwa. Asante. Mheshimiwa, labda niombe lingine dogo kuliko nje ya hayo. Naomba sasa kiti kirefu au niweze kiti kirefu kuweza kuandika. Sawa. Tafutieni hiki kifupi, tafutieni kiti kikaa hapa mnao. Tafutieni kiti. Sawa. Jamhuri, kuna hoja nyingi zimesemwa na mshtakiwa, naamini mmezirekodi. Unaona mheshimiwa? Nahitaji mzijibu sasa. Mawasiliano na mawakili wangu yapitie. Sasa sikiliza. Nimesha rule out. Nimeshatoa uamuzi mdogo kwamba sasa unaendelea mwenyewe. Sawa. Yeah. Yes, issue ni nini hapa? Mugwai. Ni nini Mugwai? Unasemaje Mpoki? Issue ni nini? Alikuwa anamuuliza kama na karatasi za kuandika. Okay. Ya sasa nitoe maelekezo. Unapokuwa mahakamani, maafisa usalama, unapokuwa mahakamani, kama wakili unahitaji kumpa nyaraka yoyote mshtakiwa, apewe, asizuiwe kupewa. Sawa. Kama kutoka kuna hoja yoyote nielezo mimi. Lakini sio vibaya nikajua kabla hamjampatia ili kuondoa hiyo tofauti. Sawa. Yeah, ili kuondoa hiyo tofauti. Yeah. Yes, upande wa mashtaka mheshimiwa, kama tulivyoeleza washauri kwa ajili ya kutaja, na hoja yetu ni kwamba tumesikia mengi kuhusu ambayo mshtakiwa ameniambia mahakama yako. Kama tulielewa vizuri, yalilenga kuiambia mahakama yako sababu ya kwa nini hataki mawakili waendelee kumwakilisha. Kama tumeelewa vizuri.
alikuwa anatoa sababu zinazopelekea kwa nini anaona sasa ajitetee mwenyewe. Mheshimiwa, hoja nyingine ambazo wamezileta zikiwa ni sababu za kuieleza mahakama yako kwamba kwa nini anataka kujitetea mwenyewe. Mheshimiwa, japo mahakama yako tukufu imeshaamua kwamba imeshadischarge kwa makubaliano mawakili utetezi katika shauri hili, na sisi tunaona ni busara kwa sababu kifungu cha 310 ndio kinatasidia, ndio kinatoa haki ya mshtakiwa kuwakilishwa kwenye mashauri ya jinai. Na unapopewa haki, ni haki yako pia kuikataa au kuikubali. Kwa hiyo kama ambavyo mahakama imeshauri kwamba hii haki mshtakiwa kama kuikataa. Kwa hiyo azirati imekuwa ruled out na mahakama. Tukija kwenye hoja ambazo yeye ametuletea hapa mahakamani, ni hoja ambazo zinaenda moja kwa moja kwenye jeshi la magereza. Ni kwa jinsi gani ambavyo yeye anakaa huko, na hakukuwa na hoja yoyote ambayo humu ndani tunatakiwa tuijibie. Hoja ile imesikilizwa, imeletwa kwa upande wake, ina maana upande wa magereza bado haujasikilizwa kuhusu hayo anayosema. Nimeelewa Mheshimiwa, sidhani kama hoja hizi zilizoletwa za jinsi gani huko sio nini zilikuja kwa ajili ya mahakama yako tukufu izitolee maamuzi. Kama tulimuelewa vizuri, labda atatudia, lakini alikuwa anatoa sababu gani zinazomfanya awakatae, awaondoe mawakili wake na kuamua kujitetea mwenyewe. Ikumbukwe Lissu ni mwanasheria mkongwe, yapata miaka 22 sasa. Hivyo mambo ya mahakama na kesi aliwahi nukuliwa akisema ndio vitu anavyovipendaga. Pia aliwahi kuwa rais wa chama cha wanasheria Tanganyika TLS na vile mwanasheria mkuu Chadema. Kufuatia hili, wapo wanaosema Lissu ameamua jitetea mwenyewe baada ya kushtukia kuwa kuna mchezo mchafu umepangwa kuchezwa kwa baadhi ya mawakili wake. Lakini wengine wanasema ameamua hilo ili kupeleka kesi haraka iache kupigwa tarehe kila siku, kwani yeye ni mbobezi zaidi. Kesi hiyo imeahirishwa mpaka Julai mosi 2025. Kwa lolote tuachie maoni yako hapo chini. Mimi ni Princess Kiuli na hii ni Mseto Media. Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere.